AM Online TV. Ndugu zangu wa bodaboda, naomba nitumie fursa hii kuwaomba sana tuendelee kutumia barabara, lakini tuendelee kufuata maelekezo na kanuni za barabarani. Pahala ambapo panahitaji kwenda spidi ya 40, tafadhalini tembeeni spidi ya 40. Huna haja ya kwenda spidi 120 ili ufike haraka ama ufe haraka. Moja kati ya mambo mawili. Bodaboda, biashara hii inawasaidia sana wananchi. Mimi nikiri, bodaboda zinafika mahala ambapo magari yasingefika, lakini bei zenu ni nafuu sana, wananchi mnawasaidia sana. Sasa tuifanye hii kama ilivyofanywa rasmi, lakini tuifanye iwe na nidhamu. Usionekane bodaboda ni usafiri ambao mtu na heshima yake hastahiki kupanda. Naomba tuendelee kufanya usafiri wa bodaboda uwe unaaminika pamoja na bajaji. Mimi binafsi nilikuwa mtumiaji mzuri sana wa bajaji, na wakati nikienda kule Dar es Salaam, wakati huo nilikuwa sijakuwa makamu wa pili, lakini nilikuwa na nafasi kubwa serikalini. Nilikuwa natumia bajaji na dereva wa bajaji alikuwa ni mtu mwenye mahitaji maalum, na kila siku nilikuwa sibadilishi dereva, na nilikuwa nafaidika sana. Nilikuwa sihitaji taksi wala sihitaji gari ya aina yoyote, na shughuli zangu zilikuwa zinaenda vizuri. Na leo nimenufaika sana, nimeona kina mama wengine wana mahitaji maalum na wao wanaendesha. Nilitamani wanipe lifti, lakini haikuwezekana kwa pale. Lakini hii ni kwamba tunaweza kuwasaidia vijana hata wenye mahitaji maalum. Ndugu zangu wa bodaboda, nendeni mkajifundishe udereva. Ukiona ajali nyingi zinasababishwa na bodaboda, zinasababishwa na madereva wanaoendesha zile keri. Zile keri anamiliki tu milioni 5, milioni 6, anaenda kununua, hajifundishi gari wala hafuati taratibu za udereva. Anaona na mimi najua, anaanza kuendesha. Sasa hiyo unakuta gari kila siku inagongwa. Kuna siku utagonga kitu chengine, lakini kuna siku utagonga mtu. Hili jambo tunawahitaji sana wananchi. Madereva wa bodaboda tunawapenda, lakini naomba na nyinyi mjipende. Tembeeni mwendo unaostahiki, na serikali tutakupeni mashirikiano makubwa sana. Ukiona unakamatwa umepakia watu 4 nyuma, ndio mnaita nini, mshikaki, si ndio? Umepakia wanafunzi tena 4, wengine wadogo wanasizia nyuma. Hile sio salama, nami nawaagiza askari wakikuta wamepakia hivyo wakamateni bodaboda. Mkikuta amevunja sheria mkamate, mpeleke kwenye vyombo vya sheria, lakini ni marufuku kukamata bila ya kisingizio. Msiwasumbue bila ya kisingizio, kwamba umemwona tu bodaboda imewekwa, anakuja anaipakia kwenye gari anaiondosha. Hili jambo lisifanyike. Kama kuna mamlaka yoyote ya barabarani, nimeambiwa mawasiliano, iwe jeshi la polisi, chochote kinachofanywa kifuate sheria. Sasa sheria hizi ni msumeno. Polisi na mawasiliano watafuata sheria, na bodaboda mfuate sheria. Tunakubaliana? Tunakubaliana eh? Sasa tukifuata sheria, siamini kama kuna bodaboda sasa atakamatwa ovyo, na siamini kama kuna mtendaji wa mawasiliano atakamata bodaboda ovyo. Na huyo akikamata ovyo, nileteeni huyo mtendaji huyo, tushughulike naye. Mmenisikia bodaboda? Ukikamatwa ovyo, nileteeni huyo mtendaji, tushughulike naye. Mkuu wa wilaya yuko hapa, pelekeni kwa mkuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wote Zanzibar, nitaelekeza hivyo, wachukue hatua zinazostahiki. Lakini nanyi mfuate sheria. AM Online TV.